Wataalamu wa afya na viongozi wa dini wakemea unywaji wa pombe kupitiliza kwa vijana. Marekani yalikuwa droni ya Irani katika bahari ya Uajemi. Na katika michezo na burudani, wanafunzi wa chuo kikuu cha Iringa watarajia mengi kwa bonanza la michezo linalokutanisha vyuo mbalimbali. Habari za kutwa mtazamaji, popote pale unapotufuatilia, ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa UoI Digital. Jina langu ni Ruminata Mgani. Karibu. Wataalamu wa afya, viongozi wa dini pamoja na jamii ya watu wa Semtema kata Kihesa mkoani Iringa wakemea kitendo cha unywaji wa pombe kupita kiasi, hali inayopelekea athari hasa kwa vijana. Mwanahabari wetu Jackson Mwangosi ana undani wa taarifa hii. Wameyasema hayo wakati wa mahojiano na UoI Digital ambapo wameelezea sababu na athari mbalimbali zitokanazo na kunywa pombe kupita kiasi. Akizungumza swala hilo, mtaalamu wa afya wa kituo cha upimaji kilichopo Semtema Dr. James Yohana Mtweve ameelezea madhara ya pombe kiafya ikiwemo kansa ya ini na kuharibika kwa ubongo. Mtu anakuwa hana uwezo wa kufikiria sana kama anatumia sana pombe, kwa sababu akitumia sana pombe huwa inaathiri ubongo, na ikiathiri ubongo, kwa hivyo mtu kama huyu hata kasi yake ya kufikiri, kufanya mambo, kuamua maamuzi kwa haraka yanapungua. Lakini kitu kingine ni kuhusiana na athari ya afya katika ini. Unajua, katika mwili wa binadamu ini ndio kila kitu na ndio linalochuja uchafu na kila kitu katika mwili. Na pombe tunayotumia mara nyingi mengi huwa yanakuwa na chemicals na nini sumu za kutosha. Kwa hiyo ini huwa litafanya kazi kubwa sana ya kuchuja hizo sumu. Sasa kutokana na ile kazi kubwa ya kuchuja ile sumu, mwisho wa siku ini huwa linapata madhara. Aidha, mtumishi wa Mungu Baraka Madison wa kanisa la LGC Church lililopo Semtema amekemea swala hilo, kwani linapelekea vijana wengi kufanya vitendo vya kihalifu kama wizi na mmomonyoko wa maadili, huku akihasa vijana kuachana na vitendo hivyo kwa ajili ya kizazi cha baadaye na kutimiza ndoto zao kama ambavyo vitabu vya dini vinaeleza. Ulevi au mtu akilewa moja kwa moja maadili yake katika jamii pia yanaharibika, lakini pia masuala ya uhalifu yanaongezeka kwa sababu ya uchumi na kukosa pesa za kwenda kutafuta kilevi. Nao wanajamii wameeleza sababu zinazopelekea vijana wengi kuwa walevi ni ukosefu wa ajira, msongo wa mawazo. Aidha, wamesisitiza vijana wapate ajira na kuwawezesha ili kudhibiti unywaji wa pombe kupita kiasi. Kuna hizo changamoto ambazo zinapata kwenye maisha yetu sisi hapa ndio zinazuia gazabu. Ndio ile kwamba unakuta toka asubuhi tunakunywa pombe mpaka saa 4 za usiku, tena ni asubuhi na mpaka saa 4 za usiku. Msongo wa ajira, msongo wa mawazo, unasababisha vijana unywaji wa pombe uliokithiri haukubaliki kijamii, kiafya, lakini pia viongozi wa dini wamekemea swala hili. Nikiripoti kutoka Semtema, ni mimi Jackson Mwangosi wa UoI Digital. Taarifa yake Mwangosi inatukamilishia habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea tutaungana na Simon Masorwa kwa habari za kimataifa. Jeshi la Marekani imeidungua droni ya Irani aina ya Shahed 129 iliyokuwa inaruka karibu na meli ya kivita katika bahari ya Uajemi. Droni hiyo ilikamatwa na ndege ya kivita ya Marekani ambayo ilifanya shambulizi ya kuiangamiza droni hiyo. Baada ya kugundulika kukaribia eneo la usalama wa meli hiyo, Marekani inaendelea kuimarisha uwepo wake wa kijeshi katika ukanda huo, ikiwa ni sehemu ya kulinda maslahi yake na kuzuia vitisho kutoka kwa Irani na makundi ya kigaidi. Kwa upande mwingine, vikosi vya majini, ndege na vifaru vimejidhatiti katika eneo hilo kuhakikisha usalama wa meli za Marekani. Hata hivyo, Irani inapinga vikali uwepo wa kijeshi wa Marekani. Hiyo ni ukiukwaji wa haki za nchi za eneo husika, kama nia ya Marekani kumiliki bahari ya Uajemi ambayo ni muhimu kimataifa. Asante Simoni kwa kutupitisha kimataifa.
Mtazamaji, na sasa tuangazie habari za biashara na uchumi zinazosoma kwako na Abia Makubi. Wajasiriamali wa kazi ya urembo mkoani Iringa wameeleza changamoto na faida za kazi hiyo. Pia wametoa ushauri kwa vijana wa kiume ambao wanatamani kuingia kwenye tasnia hiyo. Inaweza kuanzia pale kwenye labda kubageni bei na mwanamke na mke wa jinsia mbili. Kama kuna tatizo ndio hapo changamoto inaanzia hapo. Ila mara nyingi changamoto ilete wewe unaifanya kazi, sio mteja. Ni kwamba wenyewe kama ni watu wa kazi wafanye kazi. Mambo ya kuangalia jamii mimi sioni kama ina maana kwa mwanaume ambaye anatafuta maisha. Mambo mengine unajua si wanawake tulikuwa tufanye. Lakini wanaume jinsi tunavyoona ile ambavyo mkimbizano kama kwa habari ya urembo wameingia kwa kasi kuuza urembo, kupaka kucha, kusuka nywele. Kwa hiyo yani wamechangia wamefanya hata wanawake sasa kuijali kazi yao kuliko kipindi cha nyuma. Aidha, mteja wa kazi hiyo ameeleza faida na mchango wa wanaume katika tasnia hiyo ya urembo. Katika mitindo mbalimbali, mtindo kama mfano mtindo wa dread kusuka hivi, maana kuna watu wengi ambao ni wanawake wanafanya hizo shughuli za kusuka. Lakini pia kuna wanaume ambao wameanzisha hicho kitu na wana mitindo mizuri, wanakuweka dread za kila aina. Wamejitoa kwa wingi pia kwenye wamejiajiri wao kama wao. Haya ilikuwa ni maoni mbalimbali ya wadau kuhusu mchango wa wanaume katika tasnia ya urembo. Nikiripoti kutokea hapa Semtema, mimi ni Abia Makubi wa UoI Digital. Shukrani Abia kwa kutupitisha kwenye habari za biashara na uchumi. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari kutoka hapa UoI Digital, na sasa tuelekee viwanjani ambapo Ali atatusimulia yaliyojiri huko. Naibu Waziri Mkuu wa Serikali ya Wanafunzi Chuo Kikuu cha Iringa ameeleza lengo la bonanza la michezo ambalo limeanzishwa na Mkuu wa Mkoa wa Iringa linalojumuisha vyuo vinne katika mkoa wa Iringa. Bonanza limeandaliwa na Mkuu wa Mkoa kwa lengo la kuunganisha mahusiano baina ya vyuo vinne vilivyokuwa hapa Iringa. Na hili bonanza Mkuu wa Mkoa amelianzisha kama kutuunganisha wanachuoni, kwa sababu inaonekana kama tumejitenga hivi, hatushirikiani na vyuo vyote viko eneo moja lakini ushirikiano hakuna. Nao baadhi ya wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Iringa wameeleza hamasa yao juu ya bonanza hilo. Kupitia mashindano haya kwangu mimi naona kuna faida kubwa sana kama kubadilishana uzoefu, vile kuona vipaji vikubwa vya wachezaji wakiwa wanacheza. Napenda kuwaambia wanafunzi wa UoI washiriki katika mashindano haya kwa sababu yanatujumuisha vyuo vyote kwa kushirikiana tuwe wamoja. Wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Iringa wameonyesha utayari wao kushiriki katika bonanza ambalo limeandaliwa na Mkuu wa Mkoa wa Iringa, Mheshimiwa Heri James. Nikiripoti kutoka Chuo Kikuu cha Iringa, ni mimi Ali Suleiman wa UoI Digital. Kabla ya kufikia tamati, tujifunze kidogo lugha ya Kiswahili kwa msamiati wa leo kutoka kwake Fariji Kasanga. Nikusi, endelea kusalia nasi. Uhali gani mtazamaji wa UoI Digital? Karibu katika kipengele chetu pendwa cha msamiati wa leo kinachokujia kila siku za wiki kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa. Na leo tumekuandalia msamiati wa neno mtipane. Je, unaelewa nini ukisikia neno mtipane? Twende tukatizame wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Iringa wao wanaelewa nini wakisikia neno mtipane. Mtipane ni uhusiano imara baina ya watu wawili. Unaweza kutungia sentensi kupitia neno hilo? Sentensi mfano ukisema mtipane inaimarisha maendeleo katika jamii. Na nyingine unaweza kusema Juma na Amina wanapendana. Tayari hapo imeimarisha uhusiano kati. Unaelewa nini ukisikia neno mtipane? Mtipane ni mahusiano mazuri baina ya watu wawili. Unaweza kutungia sentensi kupitia neno mtipane? Joyce na Farida wanamtipana. Na hiyo ndio maana halisi ya msamiati wa neno mtipane. Nami ni kuache na sentensi isemayo mtipane huleta maendeleo katika jamii. Langu jina ni Farida Kasanga, bi msamiati. UoI Digital, tuhabarike kidigitali.
Asante sana Farijika kwa kutufundisha kidogo lugha ya Kiswahili kwa msamiati murwa kabisa, na hiyo ndiyo maana halisi ya msamiati mtipane. Nami na kuacha na usemi usemao ni muhimu sana kuwa na mtipane baina yetu ili kujenga jamii iliyo bora. Mtazamaji, huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, ni kushukuru kwa kuwa nasi mwanzo hadi mwisho. Tukutane kesho panapo majaliwa. Jina langu ni Ruminata Mgeni. Asante na kwaheri. Thank you.